Karibu Tabora, karibu Toronto. Nipelekeni ni mwana Yusra jamani. Dada, namwasa zangu mimi. Akamwacha huyu. Mwanamke ni wamekaniachia mwanangu huyu. Yusra, msalimia na baba yako. Yusra. Yusra. Huyu unyanyasaji jamani. Mdogo, unyanyasaji. Msingesama. Maneno mengi Yusra. Yusra baba. Yusra mama. Yusra mama. Dada sawa. Mwanangu mie. Shangazi. Namfuata baba yako. Amekuwa mwanangu baba. Singesoma. Vilio, majonzi na simanzi vimetanda mtaa wa Mtakuja, kata ya Malolo, manispaa ya Tabora, baada ya watu wasiojulikana kumuua kinyama mtoto wa miaka 7 Yusra Juma, mwanafunzi wa darasa la pili katika shule ya msingi Mawiti, kwa kumnyonga na kumziba pumzi na kisha kuutupa mwili wake katika shimo lilokuwa likitumika kuchimba mchanga mapema mchana kweupe alipokuwa akitoka shuleni kurejea nyumbani. Iligundulika kuuawa kwa kukabwa au kuvunjwa shingo na mtu wa watu ambao bado hajafahamika, kisha mwili wake kutelekezwa kwenye shimo lililokuwa linachimbwa mchanga zamani, ukiwa na michubuko sehemu za miguu, mikononi na shingoni. Ni kwamba marehemu alikwenda shuleni tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 2026 pamoja na dada yake anaitwa Shula Juma Hamisi, umri miaka 10, ambaye yuko darasa la 3. Ila muda wa kurudi huwa mara nyingi anarudi peke yake huyo marehemu, na kwenye majira ya saa 4 asubuhi akiwa anatoka shuleni sasa akirejea nyumbani, dada yake alibaki darasa 3 anaendelea mafunzo. Alipoona kuchelewa, alianza baadaye sasa kurudi kutoka shuleni, kutoka nyumbani kwao shuleni mpaka nyumbani pana kama kilomita 1 au nusu kilomita hivi, lakini maeneo ambayo unachaka. Kwanza nilipokuwa anarudi, tatizo hilo jambo hilo likamkuta. Kwa hiyo baada ya hapo wako kadai kurudi nyumbani saa 4 saa 5. Bibi alipoona kimya, kwa sababu anakaa na bibi yao, bibi aliamua kumfuatia majira ya mchana saa 7 sasa kwenda huko shuleni kunywa nini. Kwa akiwa njiani akutana na dada yake naye anatoka shule, huyo kurudi nyumbani wakakuta kwenye shimo la mchanga liko pembeni, wakakuta mwili wa marehemu kwa hapo. Unyama na ukatili aliofanyiwa marehemu Yusra Juma ni vigumu kusahaulika mioyoni mwa wakazi wa eneo hili ambao walizoea kusema na mtoto huyu, lakini sasa nafsi yake imezima ghafla. Kufika hapo kwa mzee huyo nikakuta vitoto hivyo. Mbona pale kuna watu kuna nini? Akasema yu kafa. He, nafika hapa nimeangukia hapo mpaka hivi. Nakuta bibi yake analia, akasema muone mjukuu wako tuliokuwa tunamsema ameshakufa. Ndo nikarudi kuwaita majirani. Halafu kinachoshangaza, majumba hayo yote watu wako hapo wanapasua mawe. Mtoto anawekwa hapa kweupe. We kweli, huyu ni mtu gani? Ametoka wapi na watu wasione? Majirani unaona nyumba na njia ni hizi hapa, sijui amemtolea wapi. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi wa polisi ACP Twaha Juma Lulengelule, uchunguzi kutoka kwa madaktari umebaini kuwa marehemu hakubakwa kama taarifa za awali zilivyokuwa zimesambaa. Mwili wa marehemu wananchi walifika pale na baadhi ya polisi walichukua mwili wa marehemu mpaka hospitali ya rufaa ya Kitete kwa uchunguzi zaidi, na ilibainika kifo cha mtoto huyo ni kukosa hewa na kuvunjwa shingo. Kwa hiyo msako mkali unafanyika kuweza kubaini watuhumiwa waliohusika na tukio hilo, tuweze kuwafikisha mkono wa sheria. Kwa uchunguzi wa daktari, alifanya uchunguzi wa mwili wa marehemu, hajakuta bruises sehemu za kuingiliwa. Hili tu alisema kifo chake kimesababishwa na kukosa hewa, kwani shingo yake ilikuwa imeshavunjwa imelegea, lakini kuangalia sehemu zake za uga hajaingiliwa. Hiyo ni taarifa ya daktari ambaye ndio mchunguzi.
Kata ya Malolo ni miongoni mwa maeneo yanayochipukia kwa haraka katika ujenzi wa makazi bora na huduma nyingine za kijamii. Lakini kwa nini kata hii imekuwa ikikabiliwa na matukio ya aina hii mara kwa mara? Tukio la namna hii mpaka mtoto kupoteza uhai ni tukio la kwanza, lakini matukio ya mtoto kulawitiwa na kupatwa yameshajitokeza mengi sana kati ya miezi 3 au 4 nyuma iliyopita. Ni kama matukio 4 au 5. Jamani, mimi binafsi siko tayari kwenye hili, tunaona wabaya. Na nasema kwenye hili tukio, hawa watu mimi na imani watakamatwa. Kwa sababu kama tukio mchana huu, jua la saa 7 hii saa 8, tukio kama hapa watu wanavunja mawe kule, nyumba zimezunguka. Nina imani huyu mtu atafanyaje? Atakamatwa. Tunaiamini serikali yetu na tunaenda kufanya kazi. Tusije kulaumiana. Ndoto na maisha ya Yusra zimeishia katika eneo hili. Naamini kuwa alipoondoka asubuhi na mapema kuelekea shuleni, aliagana na wazazi au walezi wake kwa pamoja, wakiamini kuwa mchana atarejea salama, lakini uhai wake ukakatizwa kikatili na watu wasio na huruma. Yaani kwa sisi wa mama limetuumiza sana. Juzi kati ilikuwa kata ya Chang'ombe, sasa wamehamia na huko Mtakuja. Tunaomba serikali tusaidie watoto wanapokuwa naenda shule, tunajua kuna ulinzi zaidi. Hata wanapotoka kule shuleni, hapa katikati wanaporudi nyumbani ndio wanakutana na changamoto hiyo. Watoto watakuwa hawasomi. Imetutia doa sana sisi wana Malolo na imetupa huzuni kubwa sana. Mtoto mwenyewe ukimwangalia ni mdogo sana. Sasa kitendo cha namna hii ni kitendo cha kinyama. Yaani ni kupita hata wanyama. Mwenyekiti wa mtaa wa Mtakuja, Hamisi Ibrahim, anakiri kuwa uwepo wa mapori na vichaka katika kata hii huenda ndio chanzo cha haya yote yanayoendelea mahali hapa. Kwa kweli huku tumekuwa na wingi wa mapori. Hii ni shida kwa sababu hata mtoto kumtoa hapa kumpeleka kule shuleni, anaporudi unakuwa unapata na wasiwasi, au anapokuwa amechelewa kurudi, wasiwasi lazima upate. Mapori haya yanatakiwa yasafishwe. Yasafishwe na yajengwe, kwa sababu mtu anaweza kanunua pori hapa analiweka takriban miaka 15 au 20. Kwa mfano kiliangalia ile pori lina muda mrefu kwa kweli. Kama wananchi wa kata ya Malolo tulikuwa tunaiomba serikali iliangalie jambo hili kwa upana zaidi, lakini pia hata hawa walioshiriki kufanya vitendo vya ukatili dhidi ya mtoto huyu wafuatiliwe na wakamatwe. Kwa niaba ya viongozi wenzangu wa dini tunasema vitendo hivi kama viongozi wa dini hatujaridhika navyo na hatutoridhika navyo na hatutopenda kuona vitendo hivi kiendelea. Mimi kwa ujumla wananchi kwanza tupe ushirikiano kwa kubaini, lakini wengine ni wazazi kuangalia watoto. Mtoto wa miaka 7 sasa hiyo tabia kutoka shuleni, wazazi lazima tuwafuatilie watoto tunao karibu. Kama gharama mazingira ya shule Mawiti mpaka nyumbani Mtakuja ni mbali, na kuna sehemu zamani pale bonde la mchanga, kwa hiyo kuna vichaka. Kwa hiyo unapoona muda unakifika, basi tujaribu kufuatilia ni shuleni kuhakikisha usalama wao unakuwa ni jambo la msingi. Karibu Tabora, karibu Toronto.